Ndugu, labda unipe maoni yako kuhusiana na mgomo wa madereva ambao umetokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Je, wewe unaona mgomo wao umeathiri aje maisha ya watu ya kila siku? Mimi kenye nimeona, Yes. mafunzo ya kwanza yenye wamefanya ni kwanza kuandamana huko na kupiga magari za watu, kuchoma, na at least wakifanya hivyo bei ya mafuta haitashuka. Yeah. At least wangekaa chini wajadiliane kama watu wakubwa, na hii kitu waandike, alafu watume kwa ofisi, kama hata kama ni president asoma, alafu aseme basi. Ndio hawa watu ndio wamekaa wamejadiliana, mafuta yenyewe iko juu, wacha kama hata ni shilingi 50 nipunguze, otherwise itawasaidia. Si lazima waende waandamane, wavunje vitu za watu barabarani, wafanye nini, hii haitawasaidia. Kwa sababu hiyo ni kwanza kuumiza tu watu, kwa sababu mtu ameweka pale kitu yake anataka imsaidie kupeleka mtoto shule, familia nyumbani, na wewe unaenda unaharibu. So naona sasa hiyo itakuwa inapunguza bei ya mafuta kweli. Labda just one advice kwa vijana wadogo ambao pia wanahusika katika kuvandalize, kuvunja maduka ya watu na kuharibu mali za watu, ungependa kuambia nini? So kama mimi mtoto mdogo nikiamua kuambia kitu kama hii, the other side mimi nilikuwa kama hawa hapo nyuma. But wakati nilipelekwa pale majuu, inaitwa Prison High School. So pia nikaadvisiwa na maaskari wa pale, kaambiwa ukirudi nyumbani ukae hivi. So naomba mandugu wangu pia msikuwe na hiyo roho. So jela ililetewa watu watukutu kama nyinyi. So ukiendelea kufanya kitu kama hii na hii, najua nyumbani usikize mzazi, nataka usikize maneno ya watu wa nje na haitakusaidia. Okay. So usikuwe hivyo, utakuja enda jela na haitakusaidia. Kweli kabisa.